mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Alice. Mimi nachoka, kuna vitu vingi naenda kufuatilia. So hiyo kwa mganga itakuwaje? Kuna dereva wangu atakuja kunipeleka. Na mtoto? Maana yeye hataki kutoka nje, siku zake bado. Nitampitisha nyumbani, atakaa na dada wa kazi. Afu nikiwa narudi nitampitia. Sawa. Kuna pesa nimekuachia hapo kwenye drawer. Tafadhali, ukipata tatizo lolote naomba unijulishe. Sawa. Okay? Sawa. Umemwona kakako? Hapana. Eti, Pamela. Hivi Pita jana anaondoka saa ngapi? Ameondoka usiku. Usiku? Kuelekea wapi? Hakuniambia anaelekea wapi. Ila ninachokishauri mama, wache Pita akatafute maisha yake. Na wewe ndio unamshawishi huo ujinga. Sijui una akili gani we mtoto. Ulisema una kitu muhimu unataka kuniambia. Na dakika 10 za kukusikiliza. Sina muda wa kucheza michezo yako. Sema ulichoniitia. Nina chumba hapo juu. Asante. Kwa sasa sihitaji kitu ila nitakuita. Alex, na chumba hapo juu. Nafikiri tunaweza kwenda tunaongea vitu vyetu kwa uhuru zaidi. Hivi unachokiongea unakijua? Mimi ni mwanaume wa mtu. Siwezi kuingia chumba cha hoteli ikiwa na mwanamke ambaye sio wa kwangu. Alex. Najua kama umefunga ndoa na Amanda. And I know you're not there for love. Haumpendi. Lakini unaishi kwa sababu ya pesa zake. Come back to me. I love you. Nikutakie siku njema. Unajua nini? Wakati tunachana nilikuwa mjamzito. Unajaribu kusema nini? Sijaribu. Tuna mtoto wa kiume na ana umri wa miaka 5. What? Yes. Yuko wapi? Niko na number 204. Na mlango kwa wazi.
Kwa hiyo kila wakati unaona ni wakati wa mchezo, sio? Anaitwa Alex Junior. Nilimpa jina la Alex kwa sababu kwanza unafanana naye sana, lakini pili alikuwa ananikumbusha vitu vingi sana kukuhusu. Ulikuwa unasubiria nini muda wote huo mpaka uje kuniambia leo? Alex, kila kitu huwa kinaenda kwa wakati. Sasa hivi nahisi nimeshakuwa mtu mzima na nahitaji kuwa na familia yangu. Mimi tayari nina familia. Come on, Alex. Najua umpendi Amanda, ila unajidanganya tu. Hivi kuna kitu gani ambacho Amanda anakupatia mimi Vanessa nashindwa kukupa? Just do one thing. Nisaidie nishinde kesi ya dhidi ya James. Then mimi na tuanze familia yetu, my love. And as long as tuna mtoto, then what's wrong with you? Kwa hiyo hii ndio sababu ya kuongea uongo ili upate msaada wangu? No, Alex. No, lakini Siwezi kurudia kufanya kosa kwako. Kama kweli una mwanangu, hiyo ni juu yako kumwambia kuhusu mimi ama la, lakini usimfanye chambo kwangu. Hii ni moja ya sababu ambayo ilinifanya nikakukimbia Alex. Hivi nikimwangalia Alex Junior nashindwa kumwambia kama wewe ndio baba yake. Mwanaume usiyeweza hata kufanya mambo yako ya msingi. Kila unachotaka kukifanya wewe pia haukiwezi. Listen, Alex. Mawazo yangu yananidanganya sana. Niliamini after these 5 years ungekuwa umebadilika. Lakini kumbe bado uko vile vile. Hufai kuwa baba mtoto wangu wala baba wa mtoto yoyote. Chunga mdomo wako. Nisipochunga utanifanya nini? Una kipi cha kunifanya Alex zaidi ya kunikimbia? Kila linapotokea jambo lolote lile hauwezi kulimudu kama mwanaume. Kawaida yako ni kukimbia. Listen Alex. Vua shati na suruali. Bora vae gauni kama mimi. Inajua. What? Unaenda mkono wako kunipiga Alex? Kukaa kwangu kimya usikudanganye. Ukasubutu kunipanda kichwani. Amka kama mwanaume kweli. Wewe Alex, amka nakwambia, amka sasa unipige, amka. Ndio hapa. Ndio, nyumba ile pale mbele. Ingia tu mueleze matatizo yako yote. Kwa wewe huwezi kunisindikiza? Hapana dadangu, huwaruhusu iko kitu. Sawa.
ndewa ukalolewana ndewa makuno makunela ndewa ukalolewana ndewa mwanao analia ndewa ukalolewana ndewa ana matatizo ndewa ukalolewana ndewa makuno makunela ndewa ukalolewana ndewa ndeulike ukaya ngende makuno makunela matembezi ulilo wewe wenga kumcheba mage bokinitebele mundo baleno kulumata ndeka kulukutama kwale siku tatu zilikuwaje? Baada ya siku 3 utampata mwanao. Baada ya siku 3 utampata mwanao endapo utatimiza masharti ya wazee. Endapo utatimiza masharti ya wazee, baada ya siku 3 utampata mwanao. Nipo tayari kufanya chochote. Ndewa ukalole mwana, ndewa mwanao analea, ndewa ukalole mwana, ndewa ana matatizo, ndewa ukalole mwana, ndewa unatakiwa upate bebelu mbuzi dume, sawa, mbuzi dume mweusi asiyekuwa na doa hata moja, ambaye hajafikisha mwaka mmoja. Ndewa ukalolewana, ndewa mwanao analia, ukalole mwana, ana matatizo, ukalole mwana, ndewa mwanao analia, ukalole mwana, ndewa ana matatizo, ukalole mwana, ndewa matatizo ya mboya. Na malipo ya kazi yangu utalipa shilingi 300,000, sawa. Na 300,000 hiyo utaileta baada ukishampata mwanao. 300,000 utaileta baada ukishampata mwanao, sawa. Ndewa mwanao analia, ndewa ukalolewana, ndewa ana matatizo, ndewa ukalolewana, ndewa matatizo ya mboya, ndewa ukalolewana, ndewa. Anataka mbuzi mweusi ambaye bado hajafikisha mwaka mmoja. Mimi napata wapi mbuzi mweusi ambaye hajazidi mwaka? Kuna watu ambao wanauza mbuzi, ukimpa tu sifa zake wanakuletea. Na kwa huyo mganga mwingine? Sio mganga. Sio mganga, kumbe ni nini? Ni Sharifa. Sharifa ndo kitu gani? Ni mtu mwenye uwezo wa kuona vitu visivyoonekana kwa jicho la kawaida. Mimi sijakuwa hata mende. Laisemekana mimi nimekuwa wewe. Really? James. Yes, nina matatizo. Hapana. Alice yuko sawa. Yuko sawa kabisa. Lakini mimi nina matatizo. What? No bro. Nataka uje wewe, usimtume mtu. Kaka, this is very private.
Please, njoo wewe. Don't send anyone. James. Kaka. Dada, mtoto kaamka. Kaa naye mbembelezi, namalizia kupika sasa hivi nakuja. Alafu mbona moto sana? Zawadi, kaa naye. Baadaye na joto sana. Wewe, unafanyaje? Umeipa nini? Unacheza naye ni sana. Basi baba, basi. Hebu kimbia kumwita mama. Fanya haraka, mwambie mama aje, sawa? Karibu. Umejuaje naitwa Alice? Na umejuaje nakuja hapa? Najua unachokifikiri. Unadhani dereva wako ndo ananiambia yote haya? Inawezekana amekwambia. Asubuhi shangazi yako amekubusu kwenye paji la uso. Hilo nalo dereva wako aliliona. Naweza kukwambia ulichokivaa ndani ya hizo nguo. Na hakika dereva wako akijui. Kwa hiyo unataka kuniambia unajua kilichonileta hapa? Nilikuwa najua utakuja. Ila sijajua kitu gani kilichokuleta. Labda mpaka nikuangalie vizuri. Nipe mkono wako wa kulia. Mpenzi wako amekimbia na mwanao na unahitaji kujua alipo. Nakuomba unisaidie tafadhali. Nakuomba sana unisaidie. Weka pesa taslim 100,000. Andika majina matatu ya baba watoto wako. Yajayo kwenye shilingi. Mwanao ananitafuta ubaya, nakwambia. Mimi sitaongea tena, ila nitakachokuja kukifanya tusilaumiane. Ila nipunguza hasira. Mimi ni kwa bisho bwana. Tena bisho kabisa. Bisho wa kupitiliza, mimi sinione hivi. Ni bora nikute tuone na mimi ataweza kunipiga au nguvu zake ziko kwa ajili ya kuwapiga wanawake tu. La sivyo ungekuwa umeshapotea kama nini? Kama ulivyompoteza babangu mzazi. Niambie. Unadhani Alice akigundua wewe ni mume wangu atakubali kweli muoneshe mtoto wake? Mami, tell me about my father. Au amefariki? Michael,
Kipindi kile ulikuwa ni mtoto, sasa ushakuwa mtu mzima. Watu wazima huwa hawagombani. Hivi wewe ni mtu wa aina gani? Kila siku naongea kitu hicho hicho, utazani naongea na mtoto mdogo? Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli. Actually, huyu ni alikuwa mwanaume wangu, kwa hiyo tulikuwa tunazungumza, lakini kwa bahati mbaya kuna kitu tulibishana, then akadondoka. Ndio kilichotokea, kitu ambacho mimi binafsi sikutegemea kwamba kingetokea kilichotokea. Pia kako tatizo ni kubwa kuliko vile ambavyo nilikuwa nafikiria. Ni kubwa kuliko yote ambayo yamewahi kutokea. Sawa. Naomba nisamehe bro. Nisamehe. Ni Alex. Sawa. Thank you bro. Thank you. Sawa. Kuna mtu anafahamu uko ndani na huyo jamaa? Hapana. Hakuna mtu yote, kwa sababu mimi ndio nilitangulia akanifuata nyuma. Una uhakika? Yes. Chumba kimeandikwa kwa jina lako au jina la huyo? Jina langu. Sawa. Sifanye kitu kimoja. Ondoka, nenda unapoishi. Kakae utulize akili. Usubiri simu kutoka kwa kaka. How comes? How? This is not my home. Hii ni hotel. Hapa watu wote wanatuangalia sisi, kuna CCTV cameras. Nisikize nachokwambia. Ondoka hapa, nenda unapoishi. Kaa tuliza akili. Usubiri simu ya kakako. Yeah, I know. But Sikiliza. Aidha ufanye nachokwambia au nikuachie tatizo lako amalize mwenyewe. Sawa. I understand. They will do that. But this is my Alex, bro. Pamela.
Mtoto amekuwa amechemka sana, hisi ana homa, lakini saizi hata akalii kametulia tu. Namwona baba watoto wako. Yuko wapi? Nyota yake ni hafifu sana, yupo mbali sana na anazidi kwenda mbali. Na mwanangu, umemwona mwanangu? Wapo mbali kabisa kabisa. Pita yuko mbali na mtoto. Mtoto amekuaje? Mtoto amekuaje? Nyota ya mwanao iko dhaifu sana, amezingirwa na wimbi la kifo. Inaonekana kifo kimemchukua au kipo mbioni kumchukua. No. Ulijua ulisemalo. Pole sana Alice, ila nawapika kwa 99%. Wewe ni muongo. Hivi nyinyi mna akili kweli? Joto hili ndio la kunirudisha mimi shamba, nakuja nakimbia mpaka najikwaa. Mama, mbona ana joto sana? Hili joto la kawaida tu. Kamwogeshe maji, joto litapungua. Umeng'ang'ania kuachiwa mtoto, utazani mtoto wenyewe unaweza kulea. Mwogeshe. Nzuri tu, sijui wewe.
Auntie, uko poa kweli? Yeah, I'm fine. Kwani umeuliza? Macho yako yanaonyesha kama ulikuwa unalia. Amna. Nilala na sabuni, so sabuni kama imeniingia machoni. Vipi mganga anasemaje? Alice, mganga anasemaje? Amesema mwanangu amefariki. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Bosi, muda wa kuondoka nyumbani umefika. Kuna kazi namalizia. Lakini bosi, bado kuniacha maagizo kifika muda huo uondoke ofisini. Sawa. Kuna habari nilikuwa naandika kuhusu mazingira. Nilikuwa naomba umalizie kabla hujaondoka. Hakuna tatizo. Shikamoo Mr. Kelly. Marhaba bosi. Pole na kazi. Samani Mr. David. Twende. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri.
Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Mwanao ananitafuta ubaya, nakwambia. Mimi sitaongea tena, ila nitakachokuja kukifanya tusilaumiane. Punguza hasira. Mimi nakuahidi hichi alichokifanya akirudi tu nitahakikishia na kijutia. Mtu gani kila siku yeye tu ana kesi za kupigana na watu? Nakuelewa unachokisema. Michael ndo mwenye matatizo kila siku hapa, lakini nakuahidi nitalishughulikia hili. Michael. We Michael, hebu toka huko. Hivi wewe ni mtu wa aina gani? Kila siku naongea kitu hicho hicho, utazani naongea na mtoto mdogo? Shangazi, yeye ndo kaanza kuniita mimi ni yatima, na nilishasema sitaki kuitwa jina hilo. Sijui hata nikufanyaje. Niambie ukweli kama mimi ni yatima au? Yatima ni mtu aliyofiwa na wazazi wake wote wawili. Na wewe sio mtoto mdogo. Sawa, mimi sio mtoto mdogo ndio, ila wazazi wangu wako wapi? Wamekufa. Sijasema wamekufa. Au walinitupa, wewe ndio umeniokota. Niambie nifahamu shangazi. Michael, mimi sijakuokota. Baba yako ni kaka yangu, toka nitoke. Ni ndugu yangu wa damu kabisa. Yuko wapi? Hayo mambo tutaongea baadaye. Hebu nenda kule kwa shangazi yako kanichukulie mzigo wangu. Naomba uende haraka. Na tafadhali usiende kuchukua vicha wenzako huko. Naomba uende haraka urudi sasa hivi. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, 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 shilingi. Vipi Mr. Kazi? Asafi sana. Sikuwa na wakati na drive hapa, naona gari inavuta sana upande wa kushoto, nikajua labda tatizo ni nini. Nikusaidie? Hapana. Hivi ni vitu vidogo tu. Nilikuwa nadhani kwamba inaweza kawa ina pancha au upepo umekwisha kwa sababu ilikuwa inavuta sana upande wa kushoto. Lakini no, iko sawa. Gari inabidi tu iende service boss. Sawa. Tuangalie masawa ile element ile balance, ile balance tuangalie hapa, ile balance ile element. Inaweza kawa ina matatizo kidogo. Sababu kila nikina nini naona inanivuta. Sorry. Nikuulize kitu Mr. Kelvin. Bosi bwana. Au angalia mazingira yako vipi, Tumepata tatizo gani nini? Wewe unataka kuuliza maswali tu. Haya uliza basi. Hivi ujana ni kwako ulikuwaje? Mimi ni kwa bisho bwana. Tena bisho kabisa. Bisho wa kupitiliza mimi. Sinione hivi. Lakini hata hivyo nilikopo kidogo tata. Uaga nikiamua jambo langu mimi lazima nilitimize. Vipi? Natamani maisha kama wale wanavyoishi vijana wenzangu. Yeah.
Kwa taarifa yako, wao wenyewe wanatamani kuishi kama maisha wanaoishi wewe. Maisha ya mtaani ni rumba, tena rumba usitamani hata siku moja kukaa kuishi kama wale vijana. Wale vijana wenyewe unavyoona pale walipo pale, pale unapoona walipo pale, unaona wanaposaga rumba pale, wanasaga lami pale, soli zinakuisha pale. Ukiwauliza wale vijana wanatoka wapi, akikwambia huwezi kuamini maisha jinsi yalivyokuwa magumu kumtaani. Usitamani hata siku moja kukaa kuishi maisha ya mtaani. Mimi nakwambia, mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda kuishi kama mtekwa. Nimekuwa napangiwa muda wa kutoka kazini, nimekuwa napangiwa muda kuingia kazini. Sina maisha ya uhuru kama vijana wengine. Niko kama mtoto mdogo Mr. Mimi nakwambia ukweli, ipo siku utakuja kukumbuka haya maneno. Kwa sababu gani? Vijana wengi wanatamani wakae waishi kama wewe, lakini ndo hawana uwezo, wana force. Ndio maana unakuta vijana wengi wanakuja kwa wahanga sasa kwa madawa kulevya, wengine wanakuwa majambazi, wahuni, wezi, wengine ndio wanakuja tena wanakuwa tena wanaenda kinyume na maumbile, wengine ndio wanawekwa ndani tena na wake ndio mnaita yeye sijui Valentine. Yote kwa sababu wanatafuta ili nao wapate nini? Kuishi kama wewe. Sasa wewe ukisema kama na kwa nini unafikiri wanakaa wanaishi maisha kama hayo? Kwa sababu wao hawana watu wa kuwaweka katika mstari kwamba hiki fanya, hiki usifanye. Pita huku, sasa hivi rudi nyumbani. Sasa hivi nenda huku. Usione hivi, madam anakuweka kwenye mstari. Anakuweka kwenye mstari. Wenzako hawawezi kupata vitu kama hivyo. Kiukweli katika maisha yako usitamani maisha anayoishi kama hao. Asante kwa maneno yako. Pengine hakuna mtu mwingine yoyote isipokuwa wewe. Usijali. Twende bwana. Baada ya kupiga simu kwa sasa. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Kulikuwa kuna kesi nyumbani. Umepigana tena? Sijapigana, nimempiga mtu. Ni vitu viwili tofauti. Unaona sifa. Sasa yeye mwenyewe ndo kaanzisha ugomvi. Na wewe umeniambia mtu akianzisha ugomvi, mimi niumalize. Michael, kipindi kile ulikuwa ni mtoto. Sasa ushakuwa mtu mzima. Watu wazima huwa hawagombani. Watu wazima umaliza tofauti zao wenyewe.